na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya nafasi hii ya kipekee. Tunapopata nafasi ya Mungu kuyasemesha maisha yetu kupitia neno lako, tunaona ni upendeleo wa ajabu sana. Maana kupitia neno lako ndivyo maisha yetu yanapokea badiliko, na ndivyo tunavyoweza kuishi maisha yenye maana katika lile kusudi ambalo Bwana umetukusudia kuliishi katika dunia hii. Nisaidie basi mtumishi wako kunena yaliyo makusudi yako tu, lakini zaidi sana Bwana, tujalie mioyo yetu kuyapokea yote na kuwa tayari kwenda kuyaishi na kuyafanyia kazi. Katika jina la Yesu Kristo tunajiachilia chini ya neema yako, ukatujenge, ukatufundishe na kutuimarisha tena. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Tunakwenda kujifunza somo linaloitwa ushindi dhidi ya vita za maisha. Ushindi dhidi ya vita za maisha. Katika somo hili la ushindi dhidi ya vita za maisha, tutaangalia mambo mengi ambayo yatatujenga na kutusaidia, lakini pia kanuni mbalimbali zinazoweza kutusaidia kuishi maisha ya ushindi tunapokuwepo duniani. Nimeandika mambo kadhaa hapa yatakayokusaidia, unaweza kunisikiliza. Maisha ya wanadamu hayatembei katika mazingira ya utulivu wa moja kwa moja. Biblia inaonyesha kuwa kila mtu anakutana na aina mbalimbali za mapambano yanayoathiri fikra, imani, maamuzi na hatimaye mwenendo mzima wa maisha. Biblia katika mifano mingi na maandiko mengi inaonyesha ya kwamba maisha ya mwanadamu yana vipindi mbalimbali, na katika siku za kuishi kwako utapita katika vita za namna tofauti tofauti, na katika vipindi hivyo na nyakati hizo kitakachokusaidia ni ufahamu wa neno la Mungu ulio nao, ili kuweza kushinda katika nyakati ambazo maisha yatakupitisha. Lakini pia unaposoma maandiko vizuri, maandiko yanatuonesha pia jambo jingine la msingi sana, ya kwamba maisha ya mwanadamu ni uwanja wa mapambano. Maisha ya mwanadamu ni uwanja wa mapambano, na Biblia inatuonesha wazi kwa uthibitisho wa maandiko mengi ya kwamba siku zetu za kuishi zimejaa vita za namna mbalimbali, na sisi ni wanajeshi, na kila mwanajeshi licha ya kulinda usalama wa nchi yake anaandaliwa kwa ajili ya nyakati za kuingia vitani wakati vita zinapoweza kujitokeza. Kwa hiyo mtu anayefanya maamuzi ya kuwa Mkristo amechagua kuwa mwanajeshi, amechagua kuwa mtu wa vita, ni lazima akubali kujifunza na kufahamu kwa kina namna ya kupambana na vita za maisha atakazo kutana nazo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeandika pia jambo jingine hapa litakalo kusaidia. Ushindi wa kweli haupimwi kwa kukosekana kwa vita katika maisha yetu, bali kwa namna mtu anavyosimama na kushinda katikati ya vita hizo. Ushindi wa kweli kwenye maisha ya Mkristo haupatikani kwa mtu kuishi maisha yasiyo na mapambano. Haupatikani kwa kuishi maisha yasiyo na vita, bali unapatikana kwa namna mtu anavyosimama na kushinda vita ambazo anakutana nazo kwenye maisha. Na jambo jingine la msingi ninapoanza ambalo natamani ufahamu ni kwamba tangu kuumbwa kwa mwanadamu, Shetani amejipambanua na kujitangaza kuwa adui wa maisha ya mtu. Tangu kuumbwa kwa mwanadamu, Shetani amejipambanua na kujitangaza hadharani ya kwamba yeye ni adui wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo ni lazima kwenye safari ya maisha yako utakutana na namna mbalimbali za vita kwenye maisha. Ziko vita za namna mbalimbali katika safari ya maisha ambazo Mkristo atapambana nazo, na katika mfululizo wa somo hili nitakugusia kadhaa na nini Mungu anasema kwa habari ya vita hizo, ili uweze kuishi maisha ya ushindi.
Na katika siku ya leo tutakwenda kuangalia aina moja tu ya vita, na Bwana akitujalia nafasi kwenye mfululizo wa somo hili tutaona aina mbalimbali za vita na namna ya kushinda. Kumbuka tunajifunza somo linaloitwa ushindi dhidi ya vita za maisha. Ushindi dhidi ya vita za maisha. Aina ya kwanza ya vita ambayo Mkristo atakutana nayo ni vita vya fikra. Vita vya fikra, mind battles. Vita vya fikra. Natamani sana tukae hapo leo, na natamani Roho Mtakatifu atufunulie zaidi ili tupate kuelewa na kuyafahamu mambo hayo kwa undani. Vita vya fikra, mind battles. Jambo la kwanza ambalo natamani kila mmoja afahamu ni hili: maisha ni vita ya mawazo. Maisha ni vita ya mawazo. Maisha ni vita ya mawazo. Na naomba ufahamu pia jambo jingine litakalo kusaidia. Adui wa kwanza wa maisha yako sio mazingira yako, ila ni fikra zako. Adui wa kwanza wa maisha ya mtu sio mazingira yake, ila ni fikra zake. Maisha ni vita ya mawazo. Adui kabla hajazuia maisha yako kwenye eneo lolote, ataanza kufanya ushindani na wewe kwenye eneo la nini? La fikra, eneo la mawazo. Na tutauona huo ukweli tunavyoendelea. Tutauona huo ukweli. Utaona kwenye Wakorinto wa pili 10 mstari wa 3 mpaka wa 5. Inatuonesha wazi ya kwamba kifungo cha kwanza ambacho mtu anafungwa na adui kwenye maisha yake ni kifungo katika eneo la fikra. Wakorinto wa pili 10 mstari wa 3 mpaka ule wa 5. Biblia inasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba shetani anapotaka kuyafunga maisha ya mtu, anapotaka kuzuia hatua za mtu kwenye maisha, eneo la kwanza analokwenda kufanya uwekezaji ni kujenga ngome kwenye eneo la nini? La fikra. Mtu aliyeshikiliwa kwenye fahamu zake hawezi kuendelea mbele kwenye maisha yake. Narudia tena, aliyeshikiliwa kwenye fahamu zake hawezi kuendelea mbele kwenye maisha yake. Anasema silaha za vita vyetu zina uwezo wa kuangusha kila ngome ambazo adui shetani amezijenga kwenye mawazo yetu. Vita vya fikra. Na naomba nikuongezee jambo jingine ninapoweka msingi litakalo kusaidia. Nataka niweke mambo kadhaa hapa yatakayo kusaidia. Shetani akitaka kufanya vita na fikra zako, atahakikisha anatafuta kujua kiwango cha uelewa wako, au kuhakikisha hauelewi unachojifunza unaposikia neno la Mungu. Shetani anapotaka kuanza kushambulia fikra zako, tunajifunza vita za fikra, si ndio? Huwa anaanza kwa namna kubwa mbili. Namna ya kwanza ni kupima kiwango cha uelewa wa neno la Mungu ndani yako, na namna ya pili ni kuhakikisha neno unalojifunza haulielewi. Ngoja nikuoneshe mifano inayodhihirisha ukweli huo. Tuanze na Mathayo sura ile ya 13 na mstari wa 19. Mathayo 13 na mstari wa 19. Kumbuka tunajifunza somo linaloitwa vita. Tunajifunza ushindi dhidi ya vita za maisha.
ushindi dhidi ya vita za maisha, na tunaangalia aina ya kwanza ya vita ambayo kila mtu atapigana kwenye maisha yake, adui atashindana naye, inaitwa vita ya fikra. Tumesema shetani anapoanza kushambulia eneo lako la fikra, huwa anafanya katika namna kubwa mbili. Namna ya kwanza, atapima kwanza kiwango cha ufahamu ulionao kuhusu Mungu, na jambo la pili ni kuhakikisha neno unaojifunza haulielewi ili usilitendee kazi kubadilisha maisha yako. And that is the reason why makanisa yamejaa Wakristo wengi ambao wanafundishwa neno la Mungu, wanaelezwa kanuni zinazoweza kubadilisha maisha, lakini hakuna kinachobadilika kwenye maisha yao. Kwa nini? Shetani anaweza asikuzuie kusikia, ila atapambana kadiri iwezekanavyo usielewe unachojifunza. Na ndiyo maana kanisani ndiyo mahali pekee mtu anaweza akaja na akasinzia wakati mahubiri yanaendelea, ila maeneo mengine yote shetani huaga anamwachaga, anakuwa free kabisa. Mwambie mwenzako ni huzuni. Okay. Mathayo 13 mstari wa 19 anasema, kila mtu asikiapo neno la ufalme asilielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake, huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Yesu alipokuwa anafundisha na kueleza namna ambavyo neno limebeba uwezo wa kuachilia matokeo kwenye maisha, anaeleza ya kwamba adui huwa anazuia fahamu za mtu zisielewe, alafu ule ufunuo aliojifunza anaondoka nao ili maisha yake yasibadilike. Naomba nikwambie jambo hili litakalo kusaidia. Neno la Mungu lenye uwezo wa kubadilisha maisha yako sio lile tu unalosikia, bali lile unaolielewa na kulifanyia kazi. Andika hilo jambo. Unakumbuka, neno la Mungu lenye uwezo wa kubadilisha maisha yangu sio lile tu ninalosikia, bali lile ninalosikia, ninalolielewa na kuwa tayari kulifanyia kazi. Ni jambo la msingi sana wanangu, tukifahamu siri hizi na kubaki hapo. Na ndiyo maana kila wakati unapochukua Biblia yako na kusoma, moja ya ombi lako linatakiwa kuwa, Roho wa Bwana nisaidie kuyaelewa yale ninayoyasoma. Kusoma adui anaweza asikuzuie, ila akakunyima uelewa. Nakumbuka habari ya Filipo, namna ambavyo Roho wa Bwana alimwelekeza kwa yule towashi. Alikuwa anasoma alichokuwa anakisoma, lakini akawa anafanya nini? Hakielewi. Ndipo Filipo anamuuliza, je, unayaelewa unayoyasoma? Anasema, nitawezaje kuelewa nisipokuwa na mtu wa kunifundisha? Ishu sio kuja ibadani, ishu sio kusikiliza neno, unaelewa. Ni jambo la msingi sana, ni jambo la msingi sana. Na hata kila wakati unapokuja kanisani, ni vizuri moja ya ombi lako unapoondoka na unapofika hapa, mwambie Mungu, nisaidie kila ambacho utasema nami katika siku ya leo nifanye nini? Nikielewe. Tumeona shetani anapotaka kushambulia eneo la fikra, mwanzoni kabisa huwa anaanza kwa namna kubwa mbili. Tumeona namna ya kwanza ni kuzuia kile tunachosikia tusikielewe, ili tusikiishi, tusikitendee kazi. Tukasema namna ya pili anafanya nini? Anapima kiwango cha ufahamu ama uelewa tulionao kuhusu Mungu, ili aone anapata wapi nafasi ya kutushambulia. Ona ukweli huo kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 4. Utaona Mathayo sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Tutasoma ila nitakuelezea tu. Mathayo sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Biblia inaeleza kwa habari ya Yesu, namna ambavyo alikuwa amepelekwa kule mlimani kwenye maombi ili kujaribiwa muda wa siku 40. Adui alipokuja akaanza kutumia neno, akaanza kumjaribu, akaanza kutafuta kujua ufahamu alionao ili ajue anapitia wapi kumshambulia. Na niligundua kama mbinu hii aliitumia kwa Yesu Adamu wa pili, na aliitumia kwa Adamu na Eva ambao ni wanadamu wa kwanza, basi ni dhahiri mbinu hii hajaiacha, ataitumia kwa wanadamu wote. Na naomba nikwambie, mbinu yoyote ambayo shetani aliitumia kwa Yesu,
tambua kwamba ataitumia pia kwenye maisha yako. Na nakwambia jambo hili pia ufahamu, yes, Shetani alipokuwa anashughulika na Yesu, ni dhahiri alitumia mbinu zilizo bora alizonazo kuliko zote unazozijua duniani. Sasa kama alitumia mbinu kumshawishi Yesu na kumtafuta, silaha zote alizotumia kutaka kumzuia Yesu, uwe na uhakika atazitumia kwenye maisha yako. Alipotaka kumpata mwanadamu, alitaka kwanza kusikia Eva anaelewa nini kuhusu maelekezo ambayo Mungu amempa. Shetani anapoanza kutaka kufanya vita na mtu kwenye eneo lake la ufahamu, ana mbinu hizo kubwa mbili. Atazuia anachojifunza asikielewe, au atahakikisha anakupima kwanza kujua uelewa wako ili aone anapata wapi mwanya wa kukushambulia. Naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia. Andika: silaha kuu ya vita katika eneo la ufahamu ama fikra ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Silaha kuu ya vita katika eneo la fikra ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Silaha kuu ya Mkristo katika eneo la fikra ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Fikra zako zitakuwa salama sawasawa na ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yako. Fikra zako zitakuwa salama kulingana na ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yako. Silaha ya kwanza ya ushindi wako kwenye vita ya fikra ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Tunasema ufahamu sahihi kwa sababu Shetani ana uwezo wa kulitumia neno na kulibadilisha lifanane na ukweli wakati ni udanganyifu, ili kuyaharibu maisha ya mtu. Na ndiyo maana huwa nawaambia wanangu hapa, na naomba nirudie tena, ikitokea umeondoka Kilimanjaro na umeenda mahali popote kwa ajili ya kuenda aidha kufanya kazi, kuishi ama vyovyote vile, unapochagua kanisa la kuabudu, jambo la kwanza lisiwe kitu kingine chochote, bali kwa kiwango gani mahali pale wanalifundisha neno la Mungu katika usahihi wake. Sio ishu wana vyombo vizuri vya mziki kiwango gani, sio lipo karibu na mahali ninapoishi kiwango gani, ila ni kwa kiwango gani neno la Mungu linafundishwa katika usahihi wake. Jiridhishe sana kabla hujaamua kuwa mshirika mahali pale. Jiridhishe sana. Na ikiwezekana tulia kidogo, usifanye maamuzi ya kukaa hapo kwa haraka. Nenda Jumapili zako kadhaa hivi na katikati ya wiki uone kwamba nilipoenda siku ile walibahatisha, wana michanganyo au nini. Jiridhishe kwanza. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Silaha kuu ya vita katika eneo la ufahamu inayoweza kukupa ushindi kama Mkristo ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Na fikra zako zitakuwa salama kulingana na ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yako. Waefeso 6 mstari wa 10 mpaka wa 13 una kitu cha kutusaidia. Waefeso sura ile ya 6 mstari ule wa 10 mpaka wa 13 una kitu kizuri cha kutusaidia. Biblia inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Dipenda Mtume Paulo analieleza kanisa na kuwaonesha Wakristo ya kwamba kuchagua kuingia kwenye imani hii ni mmechagua kuwa wanajeshi, mmechagua kuwa watu wa vita. Lakini vita yetu ni katika ulimwengu wa roho, mahali ambapo adui anafanya vita halisi katika mambo tunayoyaona kwenye ulimwengu wa mwili. Alafu anaendelea, anasema mstari wa 13, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu
mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Anasema hakikisheni mnazo silaha zote za Mungu. Alafu ona mstari wa 14 anaanza kuzitaja sasa. Basi simameni hali mmejifunga kweli. Anasema basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani. Sasa naomba utulie kidogo. Baada ya Paulo kueleza ya kwamba Ukristo ni maisha ya vita katika ulimwengu wa roho, na tunapigana vita za namna mbalimbali, anapoanza kuzitaja silaha ya kwanza anapoanza kuitaja, anaitaja kweli. Kweli ni kiwango cha ufahamu sahihi alionao mtu kuhusu neno la Mungu, na ndiyo maana akiendelea kutaja kule baadaye anataja upanga wa roho ambao anauita ni nini? Ni neno. Lakini anapoanza na silaha ya kweli, ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu alionao mtu. Mtu anaweza akawa na silaha ya neno, lakini akikosa ufahamu sahihi, shetani anaweza kulitumia neno kuharibu maisha yake. Ni mambo ya msingi sana kuelewa. Bwana asifiwe. Anasema hali mkiwa mmejifunga kweli viunoni. Kweli ni ile revealed truth, ukweli ulio wazi wa uhakika kuhusu Mungu. Nielewa sasa Bwana asifiwe. Ni ule ufahamu wa neno. Anawambia silaha ya kwanza ni ufahamu sahihi wa neno. Jambo vizuri. Alipokuwa anaendelea kueleza, akaeleza jambo jingine. Akasema kwamba hakikisheni mmejifunga kweli viunoni. Anaifananisha kweli na mkanda. Sasa hapa naomba nikuelezee kidogo. Nimeandika nikasema hivi. Paulo anatumia picha ya askari wa Rumi kulifundisha kanisa jambo nyeti kuhusu nafasi ya umuhimu wa ufahamu wa neno la Mungu kama silaha kuu ya ushindi. Mkanda aliovaa askari wa Kirumi alipokuwa amevaa sare zake ulikuwa na umuhimu mkubwa kwenye majukumu yake, haukuwa pambo tu. Nataka nikueleze, Paulo alipokuwa anazungumza kwa habari ya kuvaa kweli viunoni, kujifunga kweli viunoni, ufahamu sahihi wa neno la Mungu, anafananisha na askari wa Kirumi. Anaongea na kanisa la watu ambao walikuwa wana picha ya askari wa Kirumi. Askari wa Kirumi alikuwa anavaaje? Katika moja ya mavazi yake alikuwa anajifunga mkanda. Na nilipokuwa nikifuatilia katika mavazi ya askari wa Kirumi, niligundua kazi ya mkanda katika kiuno cha askari wa Kirumi zilikuwa ni kubwa mbili. Naomba uandike hapo, utakusaidia alafu nitakuelezea. Moja, mkanda ulifunga na kubeba silaha nyingine. Kumbuka tunajifunza somo linaloitwa ushindi dhidi ya vita za maisha. Ushindi dhidi ya vita za maisha, na tupo tunaangalia aina ya kwanza ya vita, inaitwa vita ya ufahamu, mind battles, vita za ufahamu. Na tunaona ya kwamba ufahamu ndio eneo la kwanza ambalo adui atafanya vita na maisha ya kila Mkristo. Kama alifanya vita na Yesu, alifanya vita na mwanadamu wa kwanza, hataacha kuitumia mbinu hiyo kufanya vita na mwanadamu wa leo. Kwa hiyo mtume Paulo anaonesha hapo, jambo la kwanza, ule mkanda aliovaa ulifunga na kubeba silaha nyingine. Askari wa Kirumi alipokuwa anajifunga mkanda kiunoni, ule mkanda ulikuwa una uwezo wa kubeba kisu. Ule mkanda ulikuwa una uwezo wa kushikilia silaha zingine ambazo angeweza kuzihitaji kama sehemu ya nini? Ya ushindi wake. Kwa hiyo anapoongea nao na kuambia mkiwa mmejifunga kweli kiunoni, ule ufahamu sahihi wa neno la Mungu, anamaanisha nini? Silaha zingine zote ambazo Mkristo anaweza kuzitumia ili kupata ushindi zinapoteza uwezo wake, zinapoteza nguvu yake ikiwa hazitashikiliwa na ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Anza kunielewa sasa
Ndiyo, silaha zingine zote, imani, chepeo ya wokovu. Na ndiyo maana hata watu walipokuwa wakihubiriwa kwenye kanisa la kwanza na kuokoka, walitakiwa kudumu. Biblia inasema wakadumu katika fundisho la mitume, wapate ufahamu. Kwa nini? Silaha zingine zote zinapoteza maana kama mtu atakosa ufunuo na ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Am I communicating? Tuko pamoja jamani? Ni muhimu sana. Ule mkanda anapozungumzia wajifunge kweli viunoni, ni kwa sababu ulifunga na kubeba silaha zingine. Lakini pia mkanda wa askari wa Kirumi ulikuwa unafanya nini? Ulitoa uthabiti wa mwili, ile body stability. Ulitoa uthabiti wa mwili. Ulitoa uthabiti wa mwili. Kwa hiyo wakati alipokuwa akifanya mapambano, vazi alilokuwa amelivaa, silaha alizokuwa amejifunga zilikuwa zimeshikiliwa na ule mkanda. Kwa hiyo mwili wake ulikuwa thabiti na imara wakati mapambano yalipokuwa yakiendelea. Nimeandika hapa nikasema, ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu hutupatia uthabiti wa ndani mawazo yanaposhambuliwa na sauti zingine zilizo kinyume na neno la Mungu. Ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu, ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu hutupatia uthabiti wa ndani mawazo yanaposhambuliwa na sauti nyingine zilizo kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo tulikuwa kwenye pointi ambayo tulikuwa tunasema silaha kuu katika vita ya fikra kwa Mkristo, kabla ya silaha zingine zote, ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Kumbuka tumesema shetani akitaka kufanya vita nawe katika eneo lako la ufahamu, eneo lako la mawazo, eneo lako la fikra, moja atatumia mbinu kubwa mbili kwa mwanzoni. Jambo la kwanza, atahakikisha lile neno unalojifunza unalisikia lakini haulielewi. Na jambo la pili, atahakikisha anapima kiwango chako cha ufahamu wa neno la Mungu ili kuona anapata wapi nafasi ya kukushambulia. Ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi sana. Na naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia. Ufahamu sahihi wa neno la Mungu ni muhimu sana kwenye maisha ya Mkristo kuliko kulishika neno pekee. Ufahamu sahihi wa neno la Mungu ni muhimu sana kwenye maisha ya Mkristo kuliko kulishika neno pekee. Unajua, makanisa yamejaa Wakristo ambao wanaweza wakawa wanayajua maandiko hata kwa kuyasema. Wanaweza wakawa wanajua what is wrong and what is right. Wanafahamu kipi ni sawa na kipi sio sawa. Lakini neno ambalo umelishika kama andiko lisipogeuka kuwa ufunuo wenye kukusaidia kuelewa kile ambacho Mungu alikuwa anawasiliana nawe kupitia Roho wake, hilo neno haliwezi likaleta badiliko kwenye maisha yako. Na ndiyo maana moja ya kazi ya Roho Mtakatifu katika neno ni kufunua wazo la Mungu juu ya kile kilichoandikwa katika neno lake. Ni jambo la msingi sana. Naomba nikuongezee jambo jingine. Kumbuka bado naweka msingi kwa habari ya vita za fikra. Amina. Iko hivi, fikra zako zisipobadilika, maisha yako hayawezi kubadilika. Ndio. Fikra zako zisipobadilika, maisha yako hayawezi kubadilika. Eneo la kwanza linaloamua badiliko la kweli kwenye maisha ya mtu ni eneo la fikra zake. Maisha yako hayawezi kubadilika mpaka siku fahamu zako au fikra zako zimebadilishwa. Naomba ufahamu jambo hili jingine litakalo kusaidia katika hilo. Eneo la kwanza ambalo Mungu hushughulika nalo sana kwenye maisha ya mtu baada ya kumpokea Yesu ni eneo lake la fikra au eneo lake la ufahamu.
Eneo la kwanza ambalo Mungu hushughulika nalo sana mtu baada ya kumpokea Yesu ni eneo lake la fikra. Sasa kama Mungu baada tu ya kumwamini Kristo, eneo la kwanza analoshughulika nalo sana kwenye maisha yako ni eneo la fikra, basi ni dhahiri kuwa hata shetani anapotaka kushambulia maisha yako, eneo la kwanza atakalolitazama na kuliangalia ni eneo la fikra, eneo la mawazo, kwenye moyo wako, kwenye nafsi yako. Na naomba ufahamu jambo jingine pia litakalo kusaidia. Maisha ya mtu yanafuata mwelekeo wa mawazo yake. Ndiyo, maisha ya mtu hufuata uelekeo wa mawazo yake. Tabia za mtu hufuata uelekeo wa mawazo yake. Tabia zako hazitatofautiana na hali inayoendelea kwenye eneo lako la fikra, kwenye eneo lako la mawazo. Maisha ya mtu hufuata mwelekeo wa mawazo yake. Utaona ukweli huo kwenye Waefeso sura ya 4 mstari wa 17 mpaka mstari ule wa 19. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 17 mpaka mstari ule wa 19. Maisha ya mtu hufuata uelekeo wa mawazo yake. Hali ya moyo wako, hali ya eneo lako la fikra na mawazo litaamua uelekeo wa tabia, mwenendo na maadili utakayokuwa nayo. Waefeso 4:17-19 inasema hivi: basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana tangu sasa, msienende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao. Msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. Anawaambia watu wa Efeso Mtume Paulo ya kwamba msiwe kama mataifa wanavyoenenda katika ubatili wa nia zao. Anasema hali za mawazo yao, eneo lao la fikra ndilo linaloamua uelekeo wa maisha yao. Maisha yako yataelekea kule ambako hali ya eneo lako la fikra upo. Alafu anaendelea anasema, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakanishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga ulio ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. 19, ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Anasema msiwe kama mataifa, watu ambao mioyo yao, hali zao za fikra na fahamu ndizo zinazoamua matendo yao. Badiliko la kwanza la mtu la maisha halianzi kwenye tabia, halianzi kwenye maadili, linaanza kwenye badiliko la hali ya fikra kwenye uwanja wake wa mawazo ndani. Na ndiyo maana kadiri Mkristo anavyojifunza neno la Mungu na kulielewa, ndivyo kuna baadhi ya tabia anaanza kuziacha taratibu, na inafika wakati anazichukia na kutokuwa tayari kuendelea nazo. Na naomba nikwambie jambo jingine. Mkristo asiyeruhusu neno la Mungu kuwa sehemu ya maisha yake kila siku, ataendelea kuwepo kwenye maisha ya wokovu akiwa na utu wa kale. Mkristo asiyewekeza katika kujifunza na kuliishi neno la Mungu kila siku, atakuwepo kwenye maisha ya wokovu akiwa na utu wa kale. Kwa sababu neno linapoingia ndani ya mtu, linashughulika na eneo lake la fikra, linaanza kumbadilisha, linaanza kumwezesha kuyaona mambo katika sura ya Mungu, tofauti na shauku za dunia alizokuwa nazo. Hautoi muda wa kupenda mafundisho, hautoi muda wa kusoma neno, haupendi maisha ya ibada. What do you expect? Ni huzuni, ni huzuni, ni huzuni. Naomba tuangalie Warumi 12 na mstari wa 2, una kitu cha kuyasaidia maisha yetu. Warumi 12 na mstari ule wa 2 una kitu cha kuyasaidia maisha yetu. Anasema Warumi 12 na mstari wa 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nataka neno neno msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu.
kabla hatujaendelea. Kwa kanisa la Efeso anawaambia msienende kama mataifa waenendavyo. Kwenye kanisa la Rumi anasema msiifuatishe namna ya dunia hii. Nikagundua moja ya changamoto la kanisa katika vizazi vyote, mara tu watu wanapookoka, ni kuingia kwenye maisha ya wokovu wakati programming system yao ikiwa na ufahamu wa maisha ya duniani waliokuwa wameyazoea. Kwa hiyo Paulo anaeleza ya kwamba hatua ya mwanzoni ya msaada kabisa inayoweza kuleta badiliko ni kutokuenenda kama ulimwengu ulivyokuwa unaenenda, kushughulikia eneo la fikra, mawazo, mfumo wako wa kufikiri, kwa kuliruhusu neno la Mungu kuprogramu upya ufahamu wako. Kwenye Warumi hapo anaendelea, anasema wa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Sasa nataka nikuelezee kidogo habari ya hilo neno kufanywa upya nia. Andika hapo chini maana ya kufanywa upya nia. Nataka nikueleze kidogo, inawezekana unalisoma hilo andiko lakini wewe ulielewi. Sasa ni vizuri uweze kuelewa. Katika lugha ya Kiyunani neno kufanywa upya nia ni anakainosis. Anakainosis, kufanywa upya nia. Na hilo anakainosis lina maana kadhaa, lakini leo nitakueleza maana mbili tu ambazo zinaweza zikakusaidia. Kufanywa upya nia, anasema msienende kama mataifa waenendavyo, si ndio? Bali mfanywe upya nia zenu, namna yenu ya kufikiri. Maana ya kwanza ya anakainosis au kufanywa upya nia, maana ya kwanza ni kuruhusu badiliko la ndani la namna tunavyoyaona maisha kwenye kila eneo. Kuruhusu badiliko la ndani, ile inner transformation ya namna tunavyoyaona maisha kwenye kila eneo. Anasema mnaweza kutoifuatisha namna ya dunia hii kwa kuruhusu badiliko la ndani kupitia neno la Mungu, kupitia Roho wa Mungu, kubadilisha namna mnavyoyaona maisha kwenye kila eneo. Dunia ina namna yake ya namna ambavyo inayaona mambo. Unapokosewa, dunia ina namna yake ya namna unavyoyaona mambo. Dunia inaonyesha ya kwamba ukitendewa baya unatakiwa kulipa. Namna ya Mungu inakuonyesha unaweza ukatendewa vibaya na ukanyamaza kimya, ukawa mnyenyekevu. Dunia ina namna yake, Mungu ana namna yake. Dunia inaonyesha ya kwamba unapoweza na kufanikiwa, unaweza kushangilia mafanikio yako na kuwaonyesha watu ya kwamba wewe ni zaidi ya wengine. Namna ya Mungu ni tofauti, inakufundisha kuwa mnyenyekevu na kuonyesha ya kwamba yale uliyoyaweza ni matokeo ya msaada wa Mungu kwenye maisha yako. Anaposema mfanywe upya nia zenu, maana ya kwanza ni mruhusu badiliko la ndani la kuyatazama mambo kama katika namna ya Mungu kwenye kila eneo la maisha yenu. Eneo lako la fikra. Kwa hiyo alikuwa anazungumza na Wakristo hawa Warumi, na nilielewa kwa nini alikuwa anazungumza na Wakristo Warumi katika namna hiyo. Kanisa la Rumi lilikuwa na makundi makubwa mawili ya watu. Ilikuwa na Wakristo ambao ni Wayahudi ambao wamefundishwa sheria, na lilikuwa na Wakristo wengine ambao ni wa mataifa, wamekuwa kwenye serikali ya Rumi kwa kiwango ambacho wamejifunza anasa na mfumo mzima wa maisha usiofaa uliokuwa unaendelea kwenye dunia yao. Sasa wote wameingia kanisani. Paulo anaanza kuona kuna namna watu wameingia kwenye maisha ya wokovu, lakini namna yao ya kufikiri wanataka kuishi na kutembea kwenye namna ya ulimwengu. Anawaambia, wanangu, haiendi hivyo. Ni lazima mbadilishwe kwenye eneo lenu la fikra. Okay. Lakini pia naomba ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Ile kufanywa upya fikra ilikuwa inamaanisha ni jambo la pili, mchakato endelevu. Maana ya pili alikuwa anawaambia jambo hili ni mchakato
endelevu. Continuous renewal. Ni mchakato endelevu. Sasa naomba hapa unisikilize vizuri. Kumbuka tunaangalia eneo lako la ufahamu na mambo ya msingi ambayo yatakusaidia, kwa sababu adui anafanya vita na wewe, lazima ujue nini cha kufanya. Jambo la kwanza anawaambia, ni muhimu sana tangu sasa fahamu zenu zibadilishwe na fundisho la neno la Mungu, ili muwe tofauti na mfumo wa maisha ya zamani ambayo mliokuwa nayo mlipokuwa nje ya Kristo. Watu wa Mungu, naomba niwaambie, hakuna jambo baya na la huzuni katika dunia yetu kama kuwa na watu makanisani ambao wanasema wamemkubali Yesu, lakini tabia, mwenendo na maadili yao bado ni wa nje kule walikokuwa. Jambo baya sana. Baya sana. Nasema namna ya pili, anasema ya kwamba ni mchakato endelevu. Naomba uandike jambo hili litakalo kusaidia. Wokovu huanza mara moja mtu anapomkubali Kristo, lakini kufanywa upya ni mchakato unaoendelea. Wokovu huanza mara moja mtu anapomkubali Kristo, lakini kufanywa upya ni mchakato unaoendelea. Kabisa. Yaani wokovu, unapomkubali Yesu, pale umesamehewa dhambi, pale umepokea wokovu. Badiliko la ndani ni mchakato unaoendelea kutokea siku ile. Tuangalie Wakorintho wa pili sura ile 4 na mstari wa 16. Biblia inaongea kitu cha kutusaidia sana. Wakorintho wa pili sura ile 4 na mstari ule wa 16, Biblia inaongea jambo la kutusaidia kabisa hapo. Anasema hivi, Wakorintho wa pili 4:16, kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Mtume Paulo anasema sisi waamini, utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana yake ni mchakato endelevu. Ndio maana watu walipompokea Yesu, hata katika ile siku ya Pentekoste, wale watu 3,000, Biblia inaonyesha ya kwamba baada ya kuamini wakawa washirika kwenye kanisa la mahala pamoja, wakawa wakiendelea kudumu katika kusali, katika kuumega mkate, katika kujifunza neno. Kwa nini? Kadiri mtu alipokuwa akilisikia neno la Mungu, ndivyo badiliko la ndani lilivyokuwa linaendelea kutokea kwenye maisha yake. Kwa hiyo badiliko lako la fikra sio jambo la siku moja, ni jambo ambalo kadiri kila siku unapoendelea kulijifunza neno na kulikubali kwenye maisha yako, hali yako ya ndani inaendelea kubadilishwa. Utaona ukweli huo kwenye Matendo sura ile ya 2 mstari wa 40 mpaka mstari ule wa 42. Matendo sura ile ya 2 mstari wa 40 mpaka ule wa 42. Biblia inasema, akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya, akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakadumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Maisha ya Ukristo yanashikiliwa na nidhamu ambazo mtu ameamua kujenga kwenye maisha yake ya kila siku. Maisha ya Ukristo yanashikiliwa na nidhamu ambazo mtu ameamua kujenga kwenye maisha yake ya kila siku. Tumesema maana ya pili ya kufanywa upya ni kukubali badiliko ambalo neno la Mungu linafanya ndani yetu kuwa mchakato endelevu. Sawa? Sasa maisha ya Ukristo yanapokea badiliko kulingana na nidhamu ambazo mtu amezitengeneza kwenye maisha yake ya kila siku. Nidhamu za kupenda kujifunza neno la Mungu, nidhamu za maombi na vitu vinavyofanana namna hiyo. Na kwenye kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 8, Biblia inasema kitu pale, kuna kitu nataka ukaone. Timotheo wa kwanza 4:6 mpaka 8. Anasema hivi, uwakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata, bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa.
Nataka uone hilo neno, anasema nawe ujizoeze kupata utauwa. Maana yake anasema utakatifu ni matokeo ya nidhamu za kiroho ambazo mtu ameamua kuzijenga kwenye maisha yake. Huyu mtu anaposoma neno linaongea naye, hichi sio sawa, hichi ni sawa. Anapoomba, Roho wa Mungu analitumia neno kubadilisha maisha yake. Anamwambia kijana wangu Timotheo, tengeneza nidhamu za kiroho zitakazokusaidia kutembea katika maisha ya utauwa. Ujizoeze. Anatumia neno la Kiyunani gymnazo. Pale anapomwambia ujizoeze kupata utauwa. Gymnazo ilikuwa ni nidhamu ambazo wanariadha katika wakati ule walikuwa wanatengeneza. Kwa hiyo anapoongea nao anamwambia kama ambavyo wanariadha, watu wa michezo wanatengeneza nidhamu ya kufanya mazoezi kila siku, wanatengeneza nidhamu ya kujizuia kwenye mambo kadhaa. Kijana wangu Timotheo, ukitaka kudumu kwenye maisha ya utakatifu na utauwa, amua kutengeneza nidhamu za kiroho, ya kwamba nitasoma neno, ya kwamba nitaomba, ya kwamba nitaishi kama vile Mungu anavyonena katika neno lake. Na ukiweza hayo na kulifanya jambo hilo kuwa maisha yako, litabadilisha mfumo wako wa kufikiri. Nielewa Tunaelewana kanisa la Mungu Ni jambo la msingi. Sasa baada ya kutoka katika utambulisho huo, twende kwenye kipengele kingine nyeti sana kitakachotusaidia, ambacho najua hatutamaliza katika siku ya leo, lakini Bwana akitusaidia, tunapoendelea kujifunza katika mfululizo wa somo hili, tutaendelea kutazama zaidi. Tukaangalie sasa namna ambazo shetani huzitumia kufanya vita katika eneo la fikra. Namna ambazo shetani huzitumia kufanya vita katika eneo la fikra. Tumeona hapo katika msingi wa mambo hayo, tumepata ABC za kutusaidia. Tukaangalia sasa, ziko namna nyingi, lakini leo nafikiri naweza nikagusa moja au mbili kutegemeana na muda Bwana atakavyonipa nafasi hapa. Namna ambazo shetani huzitumia kufanya vita katika eneo la fikra. Namna ya kwanza ni kutuonesha njia nje ya kanuni za neno la Mungu. Kutuonyesha njia nje ya kanuni za neno la Mungu. Nimeandika hapa nikasema, shetani huanza kushambulia fikra zetu kwa kupendekeza njia mbadala zinazoonekana sahihi lakini ziko nje ya mapenzi ya Mungu, au kutuonesha njia ambayo tunaweza kuyapata kirahisi mambo ambayo ikiwa tutaamua kuishi kinyume na kanuni ambazo Mungu ameziweka. Namna ya kwanza ambayo shetani huwa anashambulia fikra za Wakristo wengi katika eneo la fikra ni kuonyesha njia nje ya kanuni ambazo Mungu ameziweka kwenye neno lake. Anakuonyesha ya kwamba kuna namna nje ya utaratibu aliyouweka Mungu unaoweza kukupa kirahisi kile ambacho unataka kuwa nacho. Na naomba nirudie jambo hili litakalowasaidia. Chochote kilichopatikana nje ya utaratibu wa Mungu hakiwezi kukupa furaha ya kweli. Ndio. Chochote kilichopatikana nje ya utaratibu wa kanuni za neno la Mungu hakiwezi kukupa furaha ya kweli. Ndoa iliyopatikana nje ya utaratibu wa neno la Mungu haiwezi kukupa furaha ya kweli. Mafanikio yaliyopatikana nje ya utaratibu wa neno la Mungu hayawezi kukupa furaha ya kweli. Utaona Mwanzo 16 mstari wa 1 mpaka wa 5, nitakuelezea hapo. Mwanzo 16 1 mpaka 5. Mwanzo 16 1 mpaka 5, Biblia inaeleza kwa habari ya Sara na Ibrahimu walipoingia kwenye nchi ile ya Kanaani, wakawa wanaishi pale. Baada ya miaka 10 kupita tangu walipopokea ahadi ya Mungu, Biblia inasema hivi, siku moja Sara akamwambia Ibrahimu ya kwamba ninaomba uzae na mfanyakazi wangu Hajiri ili tuweze kujipatia mtoto. Lilionekana ni kama wazo jema, lilionekana ni kama wazo zuri, na utekelezaji ukafanyika.
Lakini ukisoma katika hayo maandiko unakuja kuona baada ya Hajiri kumpata yule mtoto, Biblia inaweka wazi alipomzaa Ishmaeli, ule uzao na ile ndoa ikaanza kugeuka kuwa mwiba, kilio na uchungu kwenye maisha ya Sara. Soma maandiko yako vizuri pale, utaona Biblia inaonyesha Shetani aliwaonesha njia iliyoonekana kuwa fupi nje ya mpango wa Mungu, lakini ikaanza kugeuka kuwa uchungu, kuwa kilio, kuwa maumivu. Kwa nini? Chochote kinachopatikana nje ya maelekezo na kanuni za Mungu, wanangu, hakiwezi kukupa furaha ya kweli. Hiyo ni Pai 22 chini ya 7 duniani kote. Kinaweza kukupa faraja ya muda, lakini hakiwezi kukupa furaha ya kweli. Na katika kuwaonesha watu njia nje ya kanuni za neno la Mungu, Shetani hutumia mbinu kubwa mbili ambazo Shetani huzitumia kuwaonyesha watu njia nje ya kanuni za neno la Mungu. Mbinu kubwa mbili. Yaani leo tunajifunza hapa ili Shetani asituweze tena kwenye maisha yetu. Amina. Namna kubwa mbili. Namna ya kwanza, ni kupunguza uzito wa mapenzi ya Mungu kwenye mioyo yetu, au kupunguza uzito wa maelekezo ya neno la Mungu kwenye maisha yetu. Ni kupunguza uzito wa maelekezo ya neno la Mungu kwenye maisha yetu. Anakufanya unaanza kuona yale mambo yaliyokuwa Mungu ameyasema ya kwamba unaweza kuyafanya kwenye namna nyepesi, kwenye namna ambayo hata ukifanya kinyume haiwezi kuwa na nini? Na madhara. Anakuonesha ni kama hii njia ni salama. Unaanza kudharau kanuni ambazo Mungu ameziweka. Unaanza kuishi, unaanza kufikiri unaweza kufanya vyovyote na isiwe na madhara yoyote kwenye maisha yangu. Namna ya kwanza hiyo. Na ndio maana Biblia inasema kwenye Mithali 14:12, Mithali 14:12 anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Hiyo Mithali 14:12. Njia ya pili kwenye hilo jambo, anachokifanya ni kutoa suluhisho la haraka badala ya kukubali mchakato wa Mungu. Kukupa suluhisho la haraka badala ya kukubali mchakato wa Mungu. Kukupa suluhisho la haraka badala ya kukubali mchakato wa Mungu. Watu wa Mungu, naomba niwaambie, Mungu ni Mungu wa mchakato. Mungu anaheshimu mchakato. Mungu anaheshimu hatua. Mungu anaheshimu vituo alivyoviweka ili mtu kupita kabla ya kufika kwenye hatima yake. Mungu anaheshimu sana. Shetani huwa anakuja anapomuonesha mtu njia nje ya kanuni ya neno la Mungu kwa kufanya nini? Kumuonyesha shortcut. Kumuonyesha ya kwamba sio lazima ubaki kwenye mchakato wa Mungu. Unaweza kutumia njia fupi na ukafika unakotakiwa kufika. Njia fupi siku zote huwa ndefu. Katika mambo ya Mungu, njia fupi siku zote ni ndefu. Utaona Mathayo sura ile 4 mstari wa 8 mpaka wa 9. Mathayo sura ile 4 mstari wa 8 mpaka mstari ule wa 9. Biblia inasema hivi: Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Sasa nisikilize vizuri. Yesu alipokuwa anajaribiwa katika zile siku 40, Biblia inasema kuna siku moja Ibilisi akamchukua akampeleka mpaka juu, alafu akawa anamuonesha fahari yote ya dunia, alafu anamwambia, nitakupa haya yote, mamlaka, utajiri na kila kitu, ukikubali kunisujudia. Njia hii ilionekana kuwa fupi, lakini ilikuwa na gharama. Ilikuwa inamtaka asaliti wito na kusudi ambalo Mungu alikuwa amemuitia Yesu kulifanya.
Alikuwa anamuonesha ya kwamba kama nia yako ni kupata mamlaka, kama nia yako ni kuwa mtu mkuu, iko njia ya shotikati. Sio lazima upitie mchakato wa mateso, wa kukataliwa, wa kufa ambao Mungu ameuweka ili wewe uweze kupata kile ambacho mimi naweza nikakusaidia ukakipata kirahisi. Unaona uongo wa shetani? Anamuonyesha ya kwamba sio lazima uheshimu mchakato. Unaweza kutumia njia fupi inayoweza kukuleta kwenye matokeo unayotaka kuyapata. Watu wa Mungu, naomba niwaambie wanangu, Mungu ni Mungu wa matokeo. Ni heri uende hatua zako zikionekana zinaenda taratibu, lakini zina uhakika wa kufika kwenye mwisho ambao Mungu ameandaa kwa ajili yako. Na kila kituo ambacho Mungu anaruhusu upite kwenye maisha yako kimekusudia kuongeza thamani kwenye safari yako. Ndio, kila kituo ambacho Mungu anaruhusu upite kwenye maisha yako kimekusudia kuongeza thamani kwenye maisha yako. Kwa hiyo akaoneshwa njia fupi, na ya kwamba sio lazima uheshimu mchakato. Moja ya kitu ambacho Mungu alinisaidia na ameendelea kunisaidia, na Roho wa Mungu amekuwa akiendelea kunikumbusha katika huduma hii, kila wakati amekuwa akiniambia, heshimu mchakato. Una maono makubwa, una shauku kubwa, lakini mimi Mungu nafanya vitu hatua kwa hatua. Heshimu mchakato. Hiyo imekuwa inanipa unyenyekevu, imekuwa inanipa utulivu, imekuwa inanipa kuendelea kuamini kila hatua ambayo Mungu ananipa kuiendea kwenye maisha yangu na utumishi wangu. Kila hatua ambayo Mungu anakupa imekusudia kuongeza thamani fulani kwenye maisha yako. Kwa hiyo Yesu akaoneshwa njia mbadala ambayo ilionekana kuwa fupi ili asiheshimu mchakato. Nilipenda sana. Yesu aliona ya kwamba ni heri kuheshimu mchakato wa Mungu ili kuipata heshima ambayo Mungu ameiweka kwa ajili yangu na watu wake. Kila wakati unapoamua kufanya maamuzi nje na mchakato ambao Mungu ameuweka, unaharibu mipango mikubwa ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako mbele. Yesu akaamua kukubali mchakato. Ona alipokubali mchakato nini kilitokea? Angalia Mathayo 28:16 mpaka 18. Mathayo 28:16 mpaka 18. Biblia inasema hivi. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya, hapa baada ya kuwa amefufuka sasa, mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, sikia maneno yake, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mwanzoni wa huduma alioneshwa njia fupi asiende kwenye mchakato wa Mungu. Lakini alipoamua kubaki kwenye mchakato, amefufuka akiwa na ushindi mkubwa, alafu anamwambia nimepewa mamlaka duniani na mbinguni. Mchakato aliyokubali kwenda nao ulimfanya kuwa na mamlaka ya mbinguni na duniani. Nimeandika hapa nikasema, Yesu alichagua njia ya Mungu iliyoonekana kuwa ndefu, lakini yenye ushindi wa uhakika na mwisho mzuri. Andika hilo jambo unakumbuka. Yesu alichagua njia ya Mungu iliyoonekana kuwa ndefu, lakini yenye ushindi wa uhakika na mwisho mzuri. Alichagua njia ya Mungu iliyoonekana kuwa ndefu, kwenye mabano mchakato mrefu, lakini yenye ushindi wa uhakika na mwisho mzuri. Naomba nikwambie jambo la mwisho litakalo kusaidia, alafu tutaomba Bwana akitujalia nafasi tutaendelea tena wakati mwingine katika mfululizo wa somo hili. Sikia jambo hili litakalo kusaidia. Heshima ya Mungu huachiliwa kwenye maisha ya mtu anayekubali kupita katika njia ya Mungu na kukubali gharama inayopaswa kulipwa. Heshima ya Mungu huachiliwa kwenye maisha ya mtu anayekubali kupita katika njia ya Mungu. Heshima ya Mungu huachiliwa kwenye maisha ya mtu anayekubali kupita katika njia ya Mungu na kukubali gharama anayotakiwa kuilipa. Heshima ya Mungu huachiliwa kwenye maisha ya mtu anayekubali kupita katika njia ya Mungu na kukubali kulipa gharama inayopaswa kulipa. Utaona ukweli huo kwenye Wafilipi sura ile ya pili, ikiwa andiko letu la mwisho. Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 5
mpaka wa 11. Wafilipi sura ile ya pili mstari wa 5, Wafilipi sura ya pili 5 mpaka 11 anasema hivi: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwapo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Tutulie hapo. Unaona gharama ambayo Yesu aliilipa Unaona mchakato ambao Yesu aliulipa Alafu anaeleza baada ya kulipa hiyo gharama na huo mchakato nini kilitokea. Mstari wa 9 mpaka wa 11 nikapenda. Anasema hivi: kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia lile jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, sawa la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. 11 na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Ni maombi yangu kwa Mungu na akusaidie katika vita ya eneo la ufahamu. Adui asipate nafasi kukushinda kirahisi, bali uruhusu neno la Mungu kubadilisha fahamu zako na namna yako. Uanze kuishi kwenye dunia iliyojaa uovu kwa ufahamu wa neno la Mungu, ili kutengeneza utofauti utakao kusaidia kuishi maisha ya ushindi, na zaidi sana kuwa na mwisho mzuri katika maisha yako. Kama shetani alifanya vita na Adamu wa kwanza, ilikuwa ni vita katika eneo la fikra na ufahamu. Kwa Adamu wa pili, Yesu Kristo mshindi mkuu alifanya vita la kwanza kwenye eneo ya fikra na ufahamu. Ni dhahiri ya kwamba wala hataacha kufanya vita nasi kwenye eneo la fikra na ufahamu. Silaha kuu ya ushindi wetu kwenye vita ya fikra na ufahamu ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu, utakaotusaidia silaha zingine zote za vita vyetu kuweza kuleta matokeo mazuri kwenye maisha yetu. Naomba tusimame.